Mwalimu, sasa hivi. Salama mzima. Mzima kabisa. Kwanza tuweke sawa, Yanga wameweka msimamo kuhusu mechi 184 ya dabi. Na sio kuhususia dabi. Ni msimamo wa mechi 184 ambayo ya dabi ambayo kiwalisia Simba walikimbia dabi, lakini kushirikiana na mamlaka wakaweza kuwatorosha kuweza kukimbia dabi. Ukiwasikia wazee wanavyozungumza tafsiri ya karaka, unaona kulikopo hakuna sababu yoyote ya kisayansi, hakuna sababu ya kimazingira ambayo waliweza kupaswa kukimbia katika hiyo dabi. Na sisi wengine tulihuzunika zaidi. Kama timu imeanzishwa kwa ajili ya kucheza mpira, kwa nini wanakimbia mechi? Lakini watu wenye mamlaka wao waliona ni sahihi kuikimbiza timu ambayo imeundwa kwa ajili ya kucheza mpira. Wao wametolesha wasicheze mpira, wakacheze mchezo ambao wanaamini wao ni bora zaidi. Ni jambo la fedhea kwa nchi, ni jambo la hovyo katika mpira, na tunaweza kusema ni jambo la kiuni tu, na ni uuni tu ambao ulifanyika tarehe 8 Machi. Sasa walikuja na hoja nyingi ambazo kuhalalisha uuni ambao ulifanyika tarehe 8 Machi. Jambo la kwanza walikuja na hoja moja ambao hoja hiyo waliosema ya kwanza walisema katika hoja wao moja hapo ambao wamesema jambo la kwanza kulikuwa wanasema kuna viashiria vya uvunjifu wa amani. Lakini ya pili wakaenda mbali wakasema kulikuwa kuna viashiria vya rushwa. Lakini jambo la tatu wakasema tuliahirisha mechi kwa sababu kuna timu pinzani haikuweza kufanya mazoezi ambao ni takwa ya kikanuni. Lakini sasa kikanuni nasema kama timu haikufanya mazoezi kuna adhabu ambao wanatakiwa wapaswe waweze kuadhibiwa kwa sababu wameshindwa kufanya mazoezi. Lakini wao wakatafuta kanuni yao ambao wanajua wao ya kutoleta timu uwanjani, lakini wenye mamlaka wakakubali wasilete timu. Lakini wenye mamlaka wakatoa sababu za rushwa. Watu ambao vyombo mbalimbali vya habari walimpigia afande wa mkoa wa Dar es Salaam kanda maalum ya Ilala, afande Mlilo, wakamuuliza je, tarehe 7 na tarehe 8 kuna viashiria vya uvunjifu wa amani? Akizungumza na dunia, akizungumza na taifa, afande Mlilo akasema palikuwepo hakuna dalili yoyote ya uvunjifu wa amani. Yaani hata sisimizi wangeamua kuandamana maana yake asingezulika yoyote. Hiyo alizungumza afande Mlilo kwa niaba ya kanda maalum ya Dar es Salaam. Huku nyuma wanatuambia bodi ya ligi kuna uvunjifu wa amani. Lakini jambo la pili akaulizwa kamanda kimkoa akikanda Watemeke, je, kwao una viashiria vya rushwa na shtaka lako limelipata? Kwa kupitia chombo kimoja cha habari tuwape credit yao, Crown FM, wakampigia simu wakasema hakuna jambo kama hilo ambalo tumelipata. Kwa tafsiri ya karaka, bodi ya ligi walidanganya tena umma wa Tanzania. Hiyo ndio ilikuwa ni sababu ambazo walisema kuahirisha mechi. Jana ukimsikia msemaji wa bodi ya ligi Boimanda anakuambia mambo ya kiuchunguzi sio ya wao. Mambo ya kiuchunguzi manake ni vyombo vya usalama ndio wachunguze. Ambao wamesema hao bodi ya ligi ambao kama msemaji wao maana yake wao bodi ya ligi walipata hivyo viashiria hivyo jambo, sio? Lakini ambao wanafanya kazi ya uchunguzi wanasema hilo jambo halipo. Watuambie Boimanda ni chombo gani cha uchunguzi ambao wanachunguza hilo jambo ambao chombo vya uchunguzi wamekataa. Kwa maana tukirudi kwenye bodi ya ligi TFF kwamba kutoa taarifa ya tarehe 15 maana tayari washachunguza na washapata jibu ambalo liko sahihi, ndio maana wakapanga ratiba ya mchezo wa dabi kurudiwa tarehe 15 mwezi wa 6. Kwanza nataka wao wenyewe wamesema uchunguzi wamapa vyombo vya uchunguzi, maana yake uchunguzi hamna. Msemaji wao wa bodi ya ligi amezungumza hivyo jana. Wamesema mambo ya uchunguzi wetu sisi kazi yetu kupanga ratiba. Tafsiri maana yake anaambia vyombo vya uchunguzi ndio kaje wanachunguza, si ndio? Lakini kiwalisia vyombo vya uchunguzi walikuja na tamko hivyo vyote vile nimezungumza, usalama raia na mali zake ambao jeshi la polisi wamesema hakuna hilo jambo. Walizungumza tena kamanda mkoa Temeke TAKUKURU wakasema hilo jambo. Kwa tafsiri ya haraka walidanganya umma. Unaelewa? Waliwadanganya umma. Kwa kitendo cha kudanganya umma maana yake ni kitendo cha ovu. Lakini jambo kubwa kuliko lote unadanganya umma upe ambao umma wote ambao nafahamu. Yaani serikali hii ya Dr. Mama Samia Suluhu Hassan imejenga shule kila kata katika nchi hii.
Kwa Tanzania 99% wameishia form 4 na kuendelea. Wana elimu ya kutosha. Kwa Tanzania sio wajinga kuwadanganya jambo ambalo halipo. Ndio maana kauliza muulize Boy Manda, ni chombo gani cha uchunguzi ambacho mbona chombo cha uchunguzi wametoa taarifa yake kuwa hakuna hilo jambo? Hilo la kwanza. Lakini jambo kubwa kuliko lote. Hii bodi ya ligi kiujumla yake, bodi ya ligi ambayo inazungumzwa, bodi ya ligi ambao ni mwenyekiti Mguto, ambao ndo makamu wa pili wa rais wa TFF, Idrisa Nasoro ambao ni makamu wa pili wa bodi ya ligi, mjumbe wake ni GS General Secretary ambao ni nani? Ni mtendaji mkuu. Kuna yani katika muundo wa bodi ya ligi kuna vyeo vikubwa viwili. Kuna CO ambao ni Amas Kasongo, alafu kuna General Secretary ni mtendaji mkuu, General Secretary ambao ni kidau katibu mkuu wa TFF. Na ukisikia haya mambo watu wengi wanamwambia aondoke nani? Aondoke Mguto. Watu wengi utasikia aondoke Almas Kasongo, si ndio? Lakini mbona General Secretary, katibu ambao yupo katika bodi ya ligi mbona aguswi? Na mimi ndo naanza kupata mashaka hapo. Na hii vyombo vya uchunguzi watusaidie. Na hii tunaomba vyombo vya uchunguzi mtusaidie. Mawasiliano tarehe 7, mawasiliano tarehe 8. Bodi ya ligi wale wote ambao tarehe 7 na tarehe 8 mawasiliano nao wanaomba wachunguze, tuangalie. Inawezekana kuna mtu ndo alitoa influence ya kualisha hiyo mechi na sio bodi ya ligi. Serikali watusaidie kutoka katika engo hii ili tuende mbele zaidi, kwa sababu mimi sijaona na sina imani hiyo. Yani nikimwangalia, yani unajua mahakamani pako hivi, unaweza ukimwangalia mtu body language, jinsi anavyoongea, anavyozungumza, ukiweza kutumia sheria unaweza kumkamata. Na askari wengi watumiaga hayo mambo kufanya kwa shughuli zao za kitaratibu, kuangalia watu kama ni mwalifu au sio mwalifu. Mimi nikimwangalia ile body language ya Mguto, nikiangalia body language ya Almas Kasongo ambao ni mtendaji mkuu, nikiangalia kitaalamu hao watu, kuna mtu ambaye waliwasukuma kufanya hilo jambo. Sura yao wanapozungumza na vyombo vya habari, hao ukutana nao unaona sio. Sasa hiyo inahitaji kwenda shule. Sisi ambao tumesema psychology ndio tunaweza tuka-apply katika hivyo vitu. Sio. Ndio maana tukasema tunahitaji mawasiliano nao hawa wote hawa. Wachunguze mawasiliano tarehe 7 na tarehe 8. Wakifanya uchunguzi watakuja na jibu ambao itakuwa ni mwarobaini wa mpira wa nchi. Hii ambayo wanatumia vibuli vyao havitasaidia. Hiyo ambayo wanatumia hizo nguvu zao hazitasaidia, kwa sababu sisi wengine tunafahamu, tunaona, tuna maarifa, kuna jambo hapo aliko sawa, lakini haiwezekani. Na hii ndio iwe mwanzo kwa ajili ya mpira wa nchi. Hii bodi ya ligi ukiangalia jinsi ilivyo, haina muundo ambao duniani, muundo ambao unatumika katika bodi ya ligi. Wewe unaona wapi makamu mwenyekiti wa bodi ya ligi akawa makamu wa shirikisho? Unaona wapi duniani? Mwandishi anakuuliza swali kwa niaba ya wenzako, uliona wapi duniani mwenyekiti wa bodi ya ligi akawa makamu ndani ya shirikisho? Uliona wapi duniani katibu mtendaji mkuu wa TFF ndio akawa katibu wa bodi duniani? Unaona wapi? Tukisema bodi haikuwa huru, tunamaanisha kuanzia muundo wake. Unanielewa? Ndio utamwona katibu mkuu watu wa mgusi, ambao katibu mkuu ni wa TFF na wao katibu mkuu ndio GS katika bodi ya ligi. Watu wanamgusa Mguto, wanamgusa Kasongo. Unanielewa? Sijui hiyo picha. Ukipata hiyo picha tutaenda kufumua, itaenda kutengeneza bodi ya ligi ambayo iko bora zaidi. Sasa jambo kubwa kuliko yote sio bodi ya ligi tu, kwa sababu mwenye mamlaka kutengeneza hizo kamati, sio kamati ya waamuzi, sio kamati ya wanasheria, sio kamati ya saa 72, ni rais wa TFF kushirikiana na katibu mkuu ndio atengeneza hizo kamati. Hata hizo kamati ambazo zungumza yeye, sio kamati ya saa 72, sio za haki na heshima na wachezaji, zote hizo kiziangalia unaweza ukapata picha kubwa zaidi kwa hata hizo kamati. Kuna sehemu wapo ambao wanakandamiza watu. Hapo mfano mzuri. Jana kamati wametoa jambo moja la adhabu. Au mimi nakosea?
Jana kamati wametoa, kamati ya masaa 72. Acha na simu. Kamati ya saa 72 jana wametoa adhabu. Au mimi nakosea? Hiyo uone sasa kama kamati kuna double standard. Mechi ya Simba Singida na Simba katika Stadium Federation. Nyote mmeona. Mchezaji Mpanzu alipigwa makopo na mashabiki wa Simba. Mashabiki wa Simba wenye makopo ya mkojo na vinyesi wakampiga muamuzi dakika 53. Hiyo Stadium Federation. Mpanzu acheza alafu ya kuhatarisha maisha Kennedy Juma, ambao Mpanzu anapaswa kufungiwa mechi 3 na faini. Hiyo kamati za 72 hawajafanya kwa ajili ya Simba. Lakini kamati imekuja kumpa adhabu Soa, ambao alisasia sababisha vurugu zote zile. Soa kwenda kumuuliza muamuzi msaidizi. Mashabiki wa Simba walimpiga na makopo ya kinyesi na makopo ya mkojo. Soa pamoja na muamuzi. Soa amepigwa faini milioni 1. Mnanielewa? Mashabiki ambao wayorusha yale makopo, wayatarisha amani ya mchezaji na mchezo ule kwa ujumla, wale ambao sema mashabiki hawajachukuliwa hatua. Au mimi nimekosea? Simba walicheza mechi katika shirikisho. Wacheza mechi moja na wale wa Tunisia. Au mimi nakosea? Wale mashabiki wa Simba waling'oa viti, waliwapiga wale wachezaji. Kafu wachukua hatua gani? Kafu waliwafungia mashabiki na faini juu wasicheze bila mashabiki mechi na Constantine ambako wanafuata. Au nimekosea? Kamati yetu hizi ya saa 72 inawapa timu adhabu mashabiki ambao walifanya kitendo ya makopo ya mkojo, ambao wapiga wachezaji na kuvunja amani Pakistan. Kwa sababu anajua huyu Mpanzu tukimfungia kuna mechi 3, mashabiki wa Simba watalalamika. Hii mechi na Singida Simba ameusha makopo ya mikojo. Wamempiga muamuzi, wamempiga na mchezaji wao. Kamati ya saa 72 nataka kuuliza, kati ya mechi ya Simba na Singida ya Stadium Federation ni siku ngapi zimepita? Siku ngapi? Siku 4 masaa 72 hajapita. Hawezi kutoa adhabu kwa sababu ni Simba waliofanya kile kitendo. Hawezi kutoa adhabu kwa sababu Mpanzu ndio amemvunja Kennedy Juma. Nataka nikwambia Aucho alipoa kadi kwa gwala wa Coast Union akafungiwa mechi 3 na faini juu. Au nimekosea? Kamati hiyo wachezaji wa Yanga wanaadhibu. Kamati hiyo kwa mshabiki wa Simba, mchezaji wa Simba atakiwa kuadhibu. So double standard ni nini? Ndio maana tukasema hizi kamati hizi zote zivunjwe. Lakini ya pili, nimekuambia mechi ya nusu finali Yanga na JKT walionyesha imani za kishirikina. Au nimekosea? Na nyewe mkaposti mtandao, uongo kweli? JKT imepigwa adhabu imani za kishirikina. Lakini JKT inaongozwa na nani? Kuna jemedari ambao ni msetting agendas. Kule tusimwadhibu. Hiyo ndio maana tukasema kamati ya saa 72 na kamati zote zijiuzulu kwa manufaa ya mpira nchi. Kwa Yanga unawadhibu au wengine unakaa kimya. Watu wakisema mna upendeleo wanakosea. Wanakosea. Sikiliza. Kuna mtu anaitwa Jafet Smart. Jafet Smart unamjua? Kachezesha mechi ya Simba pamoja na Namungo. Eliki Mkombozi anapewa kadi nyekundu. Elewa? Mchezaji kabutua mpira pa. Jafet Smart akasema kwa sababu umebutua mpira chukua kadi nyekundu. Jafet Smart hajatosha. Katika hiyo mechi akatoa penalti 3. Ukiangalia ile mechi na hapa naudia tena, ukiangalia ile mechi na kama umepitia shule ya kata ya Dr. Mama Samia Suluhu Hassan, kwa sababu Mama Samia amejenga shule kila kona nchi. Kama umehudhuria vidato 4 unaweza kupata maarifa kuwa kuna viashiria vingi ile mechi kwa Jafet Smart alikuwa na maelekezo. Kesho yake ile kadi ya Mkombozi zikafutwa, Simba akabaki na pointi zake 3 na penalti 3 ambazo zimepewa kizuluma. Leo hii Jafet Smart hiyo uone kama kuna double standard. Jafet Smart ameenda kwenye mechi ya Geita Gold na Stand United. Daraja ya kwanza. Mechi matokeo ni 2-2, si ndio? Wamemkamata na wamempeleka kwenye kamati kwa viashiria vya rushwa. Yaani daraja ya kwanza wanaweza kuwa na nguvu ya kumchunguza refari. Huku ligi kuu ambayo refari kuna ushahidi wa kimazingira ambao unaonekana kama huyu alikuwa anapendelea timu fulani.
hawajafanya ile jambo la rushwa. Na Japhet Smart ilikuwa na dunda, daraja la kwanza amechezesha. Jana ametoa kamati imetoa jana kumpeleka katika kamati ya waamuzi na kumchukulia hatua kuwa kuna viashiria vya rushwa kwa Japhet Smart. Huku tunapata sauti Simba anapendea kupita Japhet Smart, huko anamkandamiza. Mwalimu, nataka kuniambia bodi ya ligi pamoja na TFF wanashirikiana kwenye timu moja tu Simba? No, hapa tumetoa ushahidi wa kimazingira. Hapa tuzungumzi unachanganya kuna vitu. TFF ni shirikisho. Bodi ya ligi tofauti na bodi ya ligi. Tofauti. TFF hapo Karume, bodi ya ligi wako mkoa pale Boma. Umeelewa? Na ofisi yako namba 14. Watendaji wao wana vitu vyao. Mimi ninapozungumza hapa tuwazungumzia kamati ya maadili saa 72. Kamati, kuna kamati za maadili, kuna kamati za saa 72, kuna kamati za waazi wachezaji na kadhalika, si ndio? Ukizungumzia zile kamati zote na haya matukio unapata picha kuna mmoja alikuwa anapendelewa. Nimekuambia kitu mfano. Simepita siku 4 Mpanzo amemvunja mguu Kennedy Juma. Au nimekosea? Sana paza kufungua mechi 3. Kwa nini Mpanzo afungiwe? Mashabiki wa Simba wamepiga makopo dakika 53 mechi ya shirikisho. Makopo ya vinyesi. Refari pamoja na Mpanzo. Nimekuuliza kamati ya 72, masaa 72 hajapita. Mbona tu hatua? Kwa sababu usikochukulia hatua. Ukichukulia hatua sababu wao wasona mechi, ukimfungia Mpanzo watu watajisikiaje? Ndio ito double standard. Unanielewa? Lakini wewe kikubwa hii imezungumza kwa kiundani, lakini leo kwa kubwa zaidi. Na utaweza kupata picha. Si Taifa Stars imeitwa wachezaji. Aje ito Taifa Stars. So Tanzania wanalalamika. Leo Clement Mzinze anahitajika Ulaya. Si ndio? Kuna vilabu vingi ambavyo vimegonga kugonga hodi kutaka huduma Clement Mzinze. Kocha Taifa Stars anakuambia Mzinze majeruhi. Yanga anafanya mazoezi, si ndio? Hawezi kumuita kwa sababu ukimwita national team profile itaongezeka. Wanataka kuambia dunia huyo mchezaji kwetu sio maana chochote, ndio maana national team hatujamuita. Hiyo vilabu unavyomtaka huko national team achezi. Si unaelewa mpango? Yaani mchezaji ambaye ana goli 13, assist 4 ligi kuu Tanzania bara. Ni mchezaji ambaye ndio mzawa anaongoza kwa magoli. Ndio anaenda kwenda kwa MVP wa ligi kuu Tanzania bara. Hajaita Taifa Stars akaenda kuitwa mchezaji ambao Simba yenyewe na kabenchi achezi. Anajua mchezaji ana dili za kwenda Ulaya na Afrika, wanamhitaji klabu kibao. Ukimwita national team maana yake profile inaongezeka. Huyu tusimwite, tuambie vile vilabu huyu hana maana, ndio maana national team hajaitwa. Si unanielewa? Huo ni mkakati mdogo wangu. Mikakati hiyo inahitaji uhudhurie shule ya kata ya Dr. Mama Samia Suluhu Hassan. Angalau ushie vidato hivi. Usiso 4. Mama amejenga kila kona nchi shule ya kata. Kwa Tanzania hawezi kuwa wajinga kwa sababu wamepata maarifa ya kutosha. Watu wameenda shule wanaelewa hivyo vitu. Havifanywi kwa bahati mbaya. Wao kwa bahati mbaya. Hapana, watu wanajua wanamtaka Ufaransa, wanamtaka Uingereza. Huyu tukimwita national team profeta ongezeka. Akae pembeni aonekane huyu hana maana, ndio maana national team hajaitwa. Hapo mpo.